Somo la 8. Maelezo ya roho ya unabii kuendana na lesoni maarifa mtandaoni. Grace Momadi Masaka. Nguvu ya Kristo kwa ufufuo. Nguvu ya Kristo kwa ufufuo. Alasiri ya Sabato Agosti 15. Somo la 8, nguvu ya ufufuo. Pale Mkristo anapotii ibada takatifu ya ubatizo na mamlaka tatu kuu katika ulimwengu, kuu zaidi katika ulimwengu na mbinguni, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, huweka idhini yao juu ya tendo lake, wakiahidi wenyewe kutumia nguvu zao kwa niaba yake huyu Mkristo anapojitahidi kumheshimu Mungu. Mtu huyu anakuwa amezikwa katika mfano wa kifo cha Kristo na anafufuliwa katika mfano wa ufufuo wake. Nguvu tatu kuu za mbinguni huahidi kumpa Kristo msaada wote anaohitaji. Roho hubadilisha moyo wa jiwe kuwa moyo wa nyama, na kwa kushiriki neno la Mungu wa Kristo hupata uzoefu unaofanana na ule wa kiungu. Kristo anapokaa moyoni kwa imani, Mkristo ni hekalu la Mungu. Kristo hakai moyoni mwa mwenye dhambi, bali moyoni mwake yule ambaye anayeweza kuathiriwa na ushawishi wa mbinguni. Nuru inayong'aa kutoka kwa maisha ya Mkristo wa kweli inashuhudia muungano wake na Kristo. Nafsi imefichwa kutoka machoni na Kristo amefunuliwa. Sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa yeye atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Yohana wa kwanza 3:2. Ndipo wale ambao maisha yao yamefichwa pamoja na Kristo, wale ambao wamepigana vita vizuri vya imani hapa duniani, watang'aa kwa utukufu wa mkombozi katika ufalme wa Mungu. Ndugu yangu, dada yangu, kusudi la Mungu kwako ni kwamba uishi maisha ambayo yatawafanya wengine kuwa bora zaidi. Maisha ambayo yataonyesha kwamba Kristo ameumbwa ndani. Tumaini la utukufu ni kusudi lake. Kwamba wewe utaweza kusema pamoja na Mtume Paulo, mimi ni hai, lakini si mimi bali Kristo yu hai ndani yangu. Utaweza kusema haya katika kuridhika kikamilifu pale unapopumzika katika upendo wa Kristo, ukimwamini mkombozi na mtoa uzima kukufanyia kazi kwenye wokovu wa roho yako. Utajua unapomkaribia na kumkaribia zaidi maana ya kustahimili kumwona yeye asiyeonekana. Kuridhika ambako Kristo hutoa ni zawadi yenye thamani kubwa zaidi kuliko dhahabu na fedha na mawe ya thamani. Maisha yetu ni safi tu wakati tunapokuwa chini ya udhibiti wa Mungu, na huwa ya furaha pale tu tunaposhirikiana naye Bwana. Mng'ao unaowamiliki wale waliopata uzoefu mwingi zaidi ni mng'ao wa nuru ya jua la haki. Yeye anayeishi karibu na Yesu hung'aa zaidi. Reflecting Christ, ukurasa wa 107. Jumapili Agosti 16. Kutangaza ufufuo wa Kristo. Matukio ya maisha ya Kristo, kifo na ufufuo wake, unabii unaoelekeza kwenye matukio haya, siri za mpango wa wokovu, nguvu ya Yesu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Naam, kwa mambo haya yote wanafunzi wake Kristo walikuwa mashahidi, nao walipaswa kuyajulisha mambo haya kwa ulimwengu. Walipaswa kutangaza injili ya amani na wokovu kupitia toba na nguvu ya Mwokozi. Kabla ya kupaa mbinguni, Kristo aliwapa wanafunzi wake agizo lao. Aliwaambia kwamba wangekuwa watekelezaji wa mapenzi ambayo aliupa ulimwengu hazina ya uzima wa milele. Mmekuwa mashahidi wa maisha yangu ya kujitoa kwa ajili ya ulimwengu, aliwaambia. Mmeona kazi yangu kwa ajili ya Israeli. Na ingawa watu wangu hawakutaka kuja kwangu ili wapate uzima, ingawa makuhani na watawala wamenitendea kama walivyotaka, ingawa wamenikataa, watapata fursa nyingine ya kumkubali mwana wa Mungu.
Mmeona kwamba wote wanaokuja kwangu wakikiri dhambi zao, mimi huwapokea bila kuwatoza chochote. Huwapokea kwa ukarimu na niko tayari kuwapokea. Yeyote ajaye kwangu mimi sitamtupa kamwe. Kwenu nyinyi wanafunzi wangu na wakabidhi ujumbe huu wa rehema. Utatolewa kwa Wayahudi na mtu wa mataifa, kwa Israeli kwanza na kisha kwa mataifa yote, lugha na jamaa. Wote wanaoamini watakusanywa katika kanisa moja. Agizo la Injili ni hati kuu ya umishonari ya ufalme wa Kristo. Wanafunzi walipaswa kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya roho za watu, wakiwapa wanadamu wote mwaliko wa rehema. Hawakupaswa kusubiri watu waje kwao, bali walipaswa kwenda kwa watu na ujumbe wao. Wanafunzi walipaswa kuendeleza kazi yao katika jina la Kristo. Kila neno na tendo lao lilikuwa ni uzingatiaji wa jina lake, kwamba ndilo lenye nguvu na muhimu ambalo wenye dhambi wanaweza kuokolewa. Jina pekee lenye nguvu na uweza ambao watu wote wenye dhambi wanaweza kuokolewa. Imani yao ilipaswa kumlenga yeye ambaye ndiye chanzo cha rehema na nguvu. Katika jina lake walipaswa kuwasilisha maombi yao kwa Baba, nao wangepokea majibu. Walipaswa kubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Jina la Kristo lingekuwa msemo wao, beji yao ya kutofautisha kifungo chao cha muungano, mamlaka ya mwenendo wao na chanzo cha mafanikio yao. Hakuna kitu ambacho kingetambuliwa katika ufalme wake ambacho hakikuwa na jina lake na maandishi yake na muhuri wake. Matendo ya Mitume, ukurasa wa 27 na 28, The Acts of Apostles. Jumatatu Agosti 13. Kristo mfufuka. Kristo aliyefufuka ndiyo tumaini letu pekee. Tumaini limewekwa mbele yetu, na tumaini la uzima wa milele. Hakuna kitu kingine zaidi ya baraka hii kwetu kitakachomridhisha mkombozi wetu, lakini ni jukumu letu kushikilia tumaini hili kwa imani katika yeye aliyeahidi. Tunaweza kutarajia kuteseka, kwani ni wale tu walio washiriki pamoja naye katika mateso yake ndio watakaoshiriki pamoja naye katika utukufu wake. Yeye amenunua msamaha na kutokufa kwa ajili ya roho za wanadamu zenye dhambi zinazoangamia, lakini ni jukumu letu kupokea zawadi hizi kwa imani. Tukimwamini yeye, tunatumaini hili kama nanga ya roho, imara na thabiti. Tunapaswa kuelewa kwamba tunaweza kutarajia kwa ujasiri neema ya Mungu, si tu katika ulimwengu huu bali katika ulimwengu wa mbinguni, kwani yeye alilipa bei hiyo kwa ajili ya wokovu wetu. Imani katika upatanisho na maombezi ya Kristo itatuweka imara, nayo haiwezi kutikisika katikati ya majaribu yanayotusonga katika kanisa. Hebu tutafakari tumaini tukufu lililowekwa mbele yetu na kwa imani tulishike. Tunapata mbingu si kwa njia ya sifa zetu wenyewe, bali kwa njia ya sifa stahiki na haki ya Yesu Kristo. Tumaini letu lisijikite ndani yetu wenyewe, bali kwake yeye aliyeingia ndani ya pazia. Zungumzieni tumaini lenye baraka na mwonekano mtukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kweli kwamba tunakabiliwa na hatari kubwa ya kimaadili. Ni kweli kwamba tuko katika hatari ya kupotoshwa, lakini hatari hii itatushishia tu endapo tutajiamini wenyewe na kujiona kuwa bora. Lakini tukiona kwamba juhudi za Mungu ndio bora kwetu sisi binadamu, tutakuwa washindi. Vinginevyo tutaharibu imani yetu. Katika Kristo tumaini letu la uzima wa milele limejikita. Tumaini letu ni nanga ya roho, imara na thabiti inapoingia ndani ya pazia, kwani roho iliyorushwa na dhoruba inakuwa mshiriki wa asili ya kiungu. Inakuwa imetia nanga katika Kristo katikati ya mambo makali ya majaribu. Haitasukumwa kwenye miamba au kuvutwa kwenye kimbunga.
meli yake itapita salama katika dhoruba. That I may know him, ukurasa 79. Je, waumini wa kanisa letu hawatamkazia macho Mwokozi aliyesulubiwa na kufufuka, ambaye matumaini yao ya uzima wa milele yamejikita ndani yake? Huu ndio ujumbe wetu, hoja yetu, mafundisho yetu, onyo letu kwa wanadamu wasiotubu, faraja yetu kwa waliohuzunika, tumaini kwa kila muamini. Tukiweza kuamsha shauku katika akili za mwanadamu ambayo itawafanya wamkazie macho Kristo, tunaweza kujitenga na kuwaomba waendelee kumkazia macho mwanakondoo wa Mungu. Yeye yule ambaye macho yake yamemkazia Yesu ataacha yote, atafia ubinafsi, ataamini neno lote la Mungu ambalo limeinuliwa kwa utukufu na ajabu katika Kristo. Maranatha, ukurasa 99. Jumanne, Agosti 18. Kristo malimbuko, matunda ya kwanza ya ufufuo. Wakati wa huduma yake, Yesu aliwafufua wafu. Alimfufua mwana wa mjane wa Naini na binti ya Yairo na Lazaro. Lakini watu hao waliofufuliwa hawakuvikwa kutokufa. Baada ya kufufuliwa, waliendelea kuwa chini ya kifo na kuoza. Lakini wale waliotoka kaburini wakati wa ufufuo wa Kristo walifufuliwa na kupata uzima wa milele. Walikuwa umati wa mateka waliopanda pamoja naye kama nyara za ushindi juu ya kifo, ushindi wake juu ya kifo na kaburi. Walitoka makaburini baada ya Yesu kufufuka, wakafufuka naye na wakaenda naye mbinguni. Hawa waliingia mjini, wakawatokea wengi wakisema, Kristo amefufuka kutoka kwa wafu, nasi tumefufuka pamoja naye. Baadhi ya watu waliogopa sana walipoona tukio hilo. Walikuwa na ushahidi usiopingika, si tu wa ufufuo wa watu hawa wenyewe, bali pia ufufuo wa mkombozi aliyesulubiwa. Baada ya ufufuo wake, Kristo hakujionyesha kwa yeyote isipokuwa wafuasi wake. Lakini ushuhuda kuhusu ufufuo wake au kutosha ulitoka katika vyanzo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na watu 500 waliokusanyika katika kitabu cha Wakorintho kumwona Bwana wao aliyefufuka. Ushuhuda huu au kuweza kuzimwa au kupingwa. Ukweli mtakatifu wa ufufuo wa Kristo ulifanywa usiokufa. Ukweli huo haukufa. Wale waliofufuliwa waliwasilishwa kama nyara kwa ulimwengu wa mbinguni, mifano ya ufufuo wa wanadamu wote wanaompokea na kumwamini Yesu Kristo kama Mwokozi wao binafsi. Walikuwa mifano, ishara ya ufufuo wa mwisho wa wenye haki. Nguvu hiyo hiyo iliyomfufua Kristo kutoka kwa wafu itainua kanisa lake kama bibi harusi wake na kulitukuza pamoja na Kristo juu ya falme zote, juu ya mamlaka zote, juu ya kila jina linalotajwa, si katika ulimwengu huu tu, bali katika nyua za mbinguni, ulimwengu ulio juu. Kristo alikuwa limbuko la kwanza la wale waliolala, matunda ya kwanza katika mavuno. Tukio hili hasa, ufufuo wa Kristo kutoka kwa wafu, lilichukuliwa na lilionekana kama mfano na Wayahudi katika moja ya sikukuu zao takatifu zilizoitwa sikukuu ya Wayahudi. Siku hiyo walikuja hekaluni wakati malimbuko au mazao ya kwanza yalipokusanywa na kufanya karamu ya shukurani. Malimbuko ya mavuno yaliwekwa wakfu kwa Bwana. Kristo alipokuwa na paa akiwa katika tendo la kuwabariki wanafunzi wake, jeshi la malaika likamzunguka kama wingu. Kristo akawachukua mateka wengi pamoja naye kama kombe lake la ushindi. Yeye mwenyewe ataleta kwa Baba matunda ya kwanza ya wale waliolala usingizi wa mauti, ili kuwakabidhi kwa Mungu kama uhakikisho kwamba yeye ni mshindi juu ya kifo na kaburi. Christ Triumphant, ukurasa 286. Kristo alifufuka kutoka kwa wafu kama limbuko au matunda ya kwanza ya wale waliolala. Alikuwa mfano wa mganda wa nafaka iliyoiva kwanza, na ufufuo wake ulifanyika siku ile ile ambapo mganda wa nafaka ulipaswa kuwasilishwa mbele za Bwana kama sadaka.
ya kutikiswa. Kwa zaidi ya miaka 1000 sherehe hii ya mfano ilikuwa imefanywa kutoka mashambani baada ya mavuno ya nafaka. Masuke ya kwanza yalipoiva yalikusanywa na watu walipokwenda Yerusalemu kwenye Pasaka. Mganda wa matunda ya kwanza ulitikiswa kama sadaka ya shukurani mbele za Bwana. Kabla ya hii sadaka kuwasilishwa, mundu haukuwezwa kutiwa kwenye nafaka. Hawakuweza kutumia mundu kukata nafaka mpaka hii sadaka itolewe na kukusanywa kwenye matita au mafungu. Mganda uliowekwa wakfu kwa Mungu uliwakilisha mavuno. Kwa hivyo Kristo ndiye matunda ya kwanza, ndiye aliwakilisha mavuno makubwa ya kiroho yatakayokusanywa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ufufuo wake ni aina na ahadi ya ufufuo wa wafu wote wenye haki. The Faith I Live By, ukurasa 180. Jumatano Agosti 19. Mwili uliofufuka. Ufufuo wa Yesu ulikuwa mfano wa ufufuo wa mwisho wa wote waliolala ndani yake yeye. Mwili uliofufuka wa Mwokozi, mwenendo wake na matamishi ya hotuba yake, yote yalikuwa yanajulikana kwa wafuasi wake. Vivyo hivyo wale wote waliolala ndani ya Yesu watafufuka tena. Tutawajua marafiki zetu kama vile wanafunzi walivyomjua Yesu. Ingawa wanaweza kuwa walikuwa wameharibika mili yao, wagonjwa au wameharibika katika maisha haya ya duniani kabla hawajaenda kaburini, lakini katika miili yao iliyofufuka na kutukuzwa, utambulisho wao binafsi utahifadhiwa kikamilifu, na tutawatambua katika uso wao unaong'aa na nuru inayong'aa kutoka kwa uso wa Yesu, umbile la sura, shepu ya uso na kadhalika, wale wote tunaowapenda. Wakati wa kuja kwake Yesu mara ya pili, wafu wote wenye thamani wataisikia sauti yake na watatoka kwa uzima wa milele na wenye utukufu. Nguvu ile ile iliyomfufua Kristo kutoka kwa wafu itainua kanisa lake na kulitukuza pamoja naye juu ya falme zote, juu ya mamlaka zote, juu ya kila jina linalotaja, si katika ulimwengu huu tu bali pia katika ulimwengu ujao. Yeye atatupokea kwa heshima, tutapewa taji na utukufu, tutapewa taji ya utukufu isiyofifia. Faith That I Live By, ukurasa 180. Utambulisho wetu binafsi na upekee wetu utahifadhiwa katika ufufuo. Ingawa hazitakuwa seli au chembechembe zile zile za maada au vitu mada iliyoingia kaburini, matendo ya ajabu ya Mungu ni fumbo kwa mwanadamu. Roho na tabia ya mwanadamu hurejeshwa huko kwa Mungu ili kuhifadhiwa katika ufufuo. Kila mtu atakuwa na tabia yake mwenyewe, upekee wake. Mungu kwa wakati wake atawaita wafu, akiwapa tena pumzi ya uzima na kuamuru mifupa mikavu iishi. Umbo lile lile litatoka, lakini litakuwa huru kutokana na magonjwa na kila kasoro. Litaishi tena likiwa na sifa zile zile za kipekee, ili rafiki huyo amtambue rafiki na ndugu huyo amtambue ndugu. Hakuna sheria ya Mungu katika maumbile inayoonyesha kwamba Mungu hurudisha chembechembe zile zile za mada zilizounda mwili kabla ya kifo. Mungu atawapa wafu wenye haki mwili utakaompendeza yeye. Paulo anaelezea mada hii kwa kutumia punje ya nafaka iliyopandwa shambani. Punje iliyopandwa huoza, lakini punje mpya huchipua na kutoka nje. Kiini kile cha asilia katika punje inayooza akifufuki kamwe kama hapo awali, lakini Mungu hukipa mwili ile mbegu, huipa mwili ile mbegu kama yeye anavyotaka. Nyenzo bora zaidi itaunda mwili wa mwanadamu, kwani ni kiumbe kipya, huzaliwa upya. Imepandwa katika mwili wa asili, itafufuliwa katika mwili wa kiroho. Yeye mwamini anaweza kufa kama Kristo alivyokufa, lakini uzima wa Mwokozi umo ndani yake. Uzima wake umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Nimekuja ili wawe na uzima, Yesu alisema, na wawe nao tele. Anaendelea na mchakato mkuu ambao waumini wanafanywa wamoja naye
katika maisha haya ya sasa, ili wawe wamoja naye milele yote. Siku ya mwisho Kristo atawafufua kama sehemu yake mwenyewe. Kristo alifanyika mmoja pamoja nasi ili tuweze kuwa wamoja pamoja naye katika uungu. Maranatha, ukurasa 301. Alhamisi, Agosti 20. Ushindi wa mwisho juu ya kifo. Sauti ya mwana wa Mungu inawaita watakatifu waliolala kutoka gereza la mauti, na wanatoka wamevikwa utukufu usiokufa, wakilia, E mauti, uchungu wako uko wapi? Ewe kuzimi, ushindi wako uko wapi? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu ya dhambi ni sheria. Lakini Mungu ashukuriwa tupaye ushindi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Wenye haki walio hai watabadilishwa kwa dakika moja, kufumba na kufumbua jicho. Kwa sauti ya Mungu walitukuzwa, sasa wamefanywa wasiokufa pamoja na watakatifu waliofufuka. Wananyakuliwa juu ili waweze kumlaki Bwana wao hewani. Kabla ya kuingia katika jiji la Mungu, Mwokozi huwapa wafuasi wake nembo za ushindi na kuwapa nembo ya hali yao ya kifalme. Yesu kwa mkono wake wa kulia ataweka taji ya utukufu juu ya vichwa vyao washindi hawa. Kila mmoja anapata taji yenye jina lake mwenyewe jipya, na maandishi mtakatifu kwa Bwana yatawekwa katika kila mkono. Kwenye kila taji, maandishi mtakatifu kwa Bwana yatawekwa katika kila taji, na katika kila mkono kumewekwa kiganja cha mshindi, na katika kila mkono au kiganja cha mshindi kimewekwa kinubi kinachong'aa. Kisha malaika wakuu wanapogonga noti, kila mkono hucheza nyuzi za kinubi kwa mguso wa ustadi, akiamsha mziki mtamu katika midundo mizuri na melodi nzuri. Hisia ya furaha kali isiyoweza kutamkika hububujika na kusisimua kila moyo, na kila sauti huinuliwa kwa sifa za shukurani. Mbele ya umati uliokombolewa upo mji mtakatifu. Yesu anafungua milango mikubwa ya lulu, na mataifa ambayo yameishika kweli yanaingia. Kisha sauti hiyo ambayo ni sauti nzuri kuliko mziki wowote uliowahi kusikika inasikika ikisema, mapambano yetu yamekwisha, njoni nyinyi mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mlioandaliwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Mathayo 25 fungu la 34. Sasa limetimia ombi la Mwokozi kwa wanafunzi wake: Baba, nataka hao ulionipa wawe pamoja nami pale nilipo, ili waone utukufu wangu ulionipa, kwa kuwa ulinipenda kabla ya kuumba ulimwengu. Wanaishi wakiwa bila hatia ya utukufu wake. Wanaishi wakiwa bila hatia mbele ya utukufu wake kwa furaha. Yohana 17 fungu la 24. Yuda 24. Kristo anamkabidhi Baba ununuzi wa damu yake. Lo, maajabu ya upendo unaokomboa! Furaha ya ajabu, hisia za furaha za ajabu zinakuja saa hiyo, ambapo Baba asiye na mwisho akiwatazama waliokombolewa ataona mfano wake. Amazing Grace, ukurasa 357. Yesu anakuja, lakini sio kama alivyokuja katika ujio wake wa kwanza, kama mtoto mchanga huko Bethlehem, si kama alivyopanda punda na kuingia huko Yerusalemu. Wanafunzi walipomsifu Mungu kwa kupaza sauti juu, Hosana juu mbinguni, haitakuwa hivyo, bali katika utukufu wa Baba, pamoja na msafara wote wa malaika watakatifu wakimsindikiza katika njia yake ya kuja duniani. Mbingu yote haitakuwa na malaika, itakuwa tupu. Na huku duniani watakatifu wanaomsubiri watakuwa wakimtafuta
na kutazama juu mbinguni, kama wakati watu wa Galilaya walivyokuwa wakitazama juu Yesu alipopaa kutoka mlima wa Mizeituni. Ndipo wale tu walio watakatifu, wale ambao tu wamefuata kikamilifu mfano wa unyenyekevu na utu wema, watakapopaza sauti kwa furaha kubwa wanapomwona, tazama, huyu ndiye Mungu wetu tuliyemngojea, naye atatuokoa. Nao watabadilishwa kwa dakika moja, kufumba na kufumbua jicho, wakati wa parapanda ya mwisho, parapanda hiyo ambayo itawaamsha watakatifu waliolala na kuwaita kutoka kwenye vitanda vyao vya vumbi makaburini, wakiwa wamevikwa kutokufa kwa utukufu, na watapiga kelele, ushindi, ushindi juu ya kifo na kaburi. Watakatifu waliobadilishwa kwa kuvaa kutokufa watanyakuliwa pamoja na malaika ili kumlaki Bwana hewani, wala hawatatenganishwa tena na mpendwa wao na lengo lao kuu la upendo. Kisa cha misheni. Mikutano inayoongozwa na Roho. Mimi na mke wangu tuliomba kwa dhati kwamba watu waje na Mungu atusaidie kuanzisha kanisa la nyumbani katika nchi ambayo sitaitaja kwa sababu za usalama, mahali ambapo mimi na hudumu kama shahidi. Tulijua ni wageni tu wa nchi zingine ndio ambao wangehudhuria mwanzoni, lakini tulikuwa na imani kwamba Mungu angetutumia kwa watu wa eneo hilo ambao alikuwa akifanya kazi juu yao. Ilichukua muda, lakini alituandalia mambo. Nilikutana na Salman siku moja nilipokuwa nimeita huduma ya taksi. Aliponipeleka kwenye sehemu niliyokuwa naenda, tulianza mazungumzo ambayo yalibadilika haraka na kuwa mada za kidini. Alishiriki kwamba alikuwa Mkristo miaka 2 iliyopita, aliniambia, baada ya kutafuta majibu ya maswali yake ya kiroho mtandaoni. Mimi na Salman polepole tukaanzisha urafiki. Wakati mmoja nilimuuliza kama alikuwa sehemu ya jamii ya waumini au alikuwa na marafiki wa Kristo. Nilishangaa aliposema kwamba hajawahi kukutana na Mkristo kabla ya hapo. Mimi na mke wangu tulihisi kulazimika kumwalika kwenye mikusanyiko yetu ya ibada ya nyumbani, na akaanza kuhudhuria mara kwa mara. Tulifurahi kwamba alipooa alimleta mkewe na yeye pia akampenda Yesu. Siku moja Salman aliamua kumwambia kaka yake Faisal kuhusu upendo wake kwa Kristo. Kwa mshangao, kaka yake Faisal alimwambia kwamba tayari yeye alikuwa Mkristo. Alielezea kwamba pia yeye alikuwa akitafuta majibu ya maswali ya kiroho mtandaoni, na akampa Yesu moyo wake. Salman alimwambia Faisal kuhusu kanisa letu la nyumbani, na Faisal alijiunga na kikundi chetu. Hakuwa na shaka kwamba Mungu alikuwa ametuunganisha. Hivi majuzi alikuwa anatembelea kanisa moja akitafuta ushirika wa Kikristo, lakini kiongozi huyo alimwambia asirudi kwa sababu ilikuwa marufuku kwa watu wa imani ya Faisal kuwa hapo. Tulimsifu Mungu kwa kutusaidia kumpa Faisal mahali pa kuishi. Baada ya miaka 2 ya ukimya na maombi, Salman na Faisal waliamua kuambia familia yao kuhusu imani yao mpya. Kwa neema ya Mungu, wazazi wao walikubali uamuzi wao, lakini wanafamilia wengine waliwakataa. Tafadhali waombeeni Faisal na Salman na mkewe waendelee kukua katika mahusiano yao na Yesu, na kwamba mimi na mke wangu tutapata uzoefu mwingi zaidi wa kukutana na watoto wa Mungu, tukiongezwa na Roho Mtakatifu katika nchi iliyofungwa kwa Injili. Tunaita nchi iliyofunikwa pazia wakati na tumeficha jina lake ili kulinda maisha na huduma ya watendakazi walio katika mstari wa mbele wanaohudumu huko. Ili kujifunza kuhusu huduma hii, angalia Global Mission. Asante sana.